بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 9 من شهر الله المحرم mwaka 1448 katika kikao cha darasa ya tafsir tuendelea na tafsir ya juzu amma, na tulikuwa tumefikia suratul qadr. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. hakika sisi tumeiteremsha Qur'an katika usiku wa Lailatul Qadr, usiku wa cheo kitukufu. wama adraka ma Lailatul Qadr, na nini kitakachokujulisha ni nini Lailatul Qadr? Lailatul Qadri khayrun min 1000 shahr. Lailatul Qadri ni bora kuliko miezi 1000. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وترمك ملائكة na roho katika usiku huo kwa idhni ya Mola wao kwa kila jambo. Salamun hiya hatta matla'i al-fajr. Amani usiku huo mpaka mapambazuko ya alfajiri. هذه السورة مدنية عند أكثر المفسرين. سورة القدر مدنية وقول wengi katika wafasiri wa Qur'an. سورة القدر مدنية. قال بعض العلماء إنها أول سورة نزلت بالمدينة. baadhi ya wanavyuoni wasema hii ndio sura ya kwanza iliyoshuka baada ya hijra. Mtume sallam alipofanya hijra kwenda Madina, sura ya kwanza aliyoteremshiwa ni suratul Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala katika hii sura atupa bishara adhimu sana, kubwa mno. فيخبر الله سبحانه وتعالى فيها بأمور عظيمة. الله سبحانه وتعالى aeleza katika hii sura mambo adhimu, mambo makubwa. يخبر الله فيها أنه سبحانه وتعالى أنزل القرآن في ليلة القدر. katika hii sura Allah atueleza subhanahu wa ta'ala kuwa ameiteremsha hii Qur'an katika huu usiku wenye cheo. فابتدأ نزول القرآن في تلك الليلة المباركة في شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن. Kwa kwanza kushuka Qur'an kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni huu usiku wenye cheo, Lailatul Qadri, tena katika mwezi ulio na baraka nyingi, shahru Ramadhan. Allah subhanahu wa ta'ala ameanza kuiteremsha Qur'an katika usiku huu.
Kwa ni usiku mtukufu, na ndio usiku ambao Allah subhanahu wa ta'ala hupambanua makadirio ya mwaka mzima katika usiku huu. فيها يقدر الله سبحانه وتعالى مقادير السنة التي تليها ويعلم الملائكة بذلك. katika usiku huu ndio Allah subhanahu wa ta'ala hukadiria makadirio ya mwaka mzima unaofuata, na huwajuza malaika jambo hilo. fasha'nuha sha'nun 'azim, jambo lake usiku huu ni adhimu mno. Kwa ni usiku una utukufu mkubwa, una fadhila kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuwa muda wake ni mfupi. fa innaha laylatun fil 'am, katika mwaka mzima ni usiku mmoja peke yake. Masaa yake hupita haraka, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaadhimisha jambo la Lailatul Qadr na kusema wama adraka ma Lailatul Qadr, fama ash'araka wama a'lamaka ma Lailatul Qadr, kipi kitakachokujulisha ni upi usiku huo wenye cheo. Na jambo kama hili au lugha kama hii ikitumika bimaana inna sha'naha 'azim wa manzilataha jalila, jambo lake ni adhimu mno, cheo chake usiku huu ni kitukufu mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na usiku huu Allah subhanahu wa ta'ala kaeleza kuwa ni mbora kuliko miezi 1000, bimaana miaka 33 na thuluthi ya mwaka, miezi 4 juu takriban. faman akramahu Allah subhanahu wa ta'ala bi ihsani al-amali fiha, yule ambaye Allah atamkirimu kufanya mema katika usiku huu, basi ni sawa ajiri yake na yule aliyefanya ibada ya miaka 83 na ziada ya ile miezi, bimaana miezi 1000, pata ajiri kubwa na khairi kubwa. fafiha khairun kathirun lilmu'mini la yujadu mithluhu fi 1000 shahrin bal tazid, ndani ya usiku huu kuna khairi kubwa sana kwa waumini, khairi ambayo haipatikani mfano wake katika masiku yote mengine. Kwa akifanya ibada yake ni bora kuliko miezi 1000 ya ibada ambayo ndani yake hamuna Lailatul Qadri. Kwa mu'min akifanya amali njema katika usiku huu imanan wa ihtisaban, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, kwa akasimama kwa ikhlas na kutarajia malipo ya khairi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi usiku huo ni khairul lahu min al-amali fi 1000 shahrin laysa fihinna Lailatul Qadri. Amali yake ni bora, huyo bwana ni bora kuliko miezi 1000 ya ibada ambayo ndani yake hamuna Lailatul Qadri. Na kwa sababu ya utukufu wa usiku huu, hata malaika kutoka mbinguni hushuka katika ardhi, kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala, afwajan wa afwajan fi tilka al-layla, makundi kwa makundi ya malaika washuka katika usiku huu, wakawa ni wenye kueneza khairi, na ndani yao yule malaika aliyembora kabisa, ashrafuhum Jibril alayhi salatu wassalam. Na Jibril pia hushuka. Kwa Jibril kila mwaka hushuka katika usiku wa Lailatul Qadri. Baada ya haya yote,
Allah subhanahu wa ta'ala akasema salamun hiya hatta matla' al-fajr, tilka al-layla al-mubarakah salimatun lilmu'min min al-adha, usiku huu wa Lailatul Qadri ni salama kwa mu'min kutokamana na udhia wa kila aina, fala yusibuhu fiha illa al-khair, kwa mu'min hapatwi na usiku huu isipokuwa na khairi. Hata ikiwa Allah amemwandikia mtihani katika mwaka ule, fa huwa khairun la musiba, ni khairi kwake yeye, si msiba, sababu hakuna kinachompata mu'min isipokuwa ni khairi kwake yeye. Fahiya salimatun min kulli shar, ni usiku ambao pita mu'min akapata salama kutokamana kila shari. Kadhalika katika usiku huu almuslimu yaslamu fiha min waswasati ash-shayatin kibarihim wa sighari, malaika wanaposhuka mashaitani hutoweka, akasalimika mu'min kutokamana waswasa wa shaytan, wakubwa kwa wadogo. وهي سلام فيكثر فيها السلام, ni amani, huenea amani katika usiku huu. Huu usiku Allah subhanahu wa ta'ala ameuzungumza kwa namna hii na utukufu wake uko namna hii. Nataka tukutanabaisha kabla ya kuingia katika kueleza tafsiri, kuwa tuache kutumia akili katika kuboresha masiku au kuboresha ardhi au chochote kile. Mtu akasema kwa mfano usiku wa Maulidi ni mbora kuliko usiku wa Lailatul Qadri, hakuna faida yoyote utapata kwa maneno kama hayo. Msiadhimishe bid'a kupita mipaka, tayari mmepita mipaka. Na sijui kwa nini al-khurafiyun kila mwaka lazima kuna jambo jipya zito watalitoa kutoka katika fikra zao, si dini. Kwa mwaka jana kukaja na kituko cha kuwa usiku wa Maulidi ni bora kuliko Lailatul Qadri. Walipobanwa na hoja wakageuza wakasema hatukusema usiku wa Maulidi yani hizi siku zetu tunazosherehekea, tukusudia ile siku alipozaliwa Mtume sana. Hata hiyo alipozaliwa Mtume sana ingelikuwa ni bora kuliko hii, basi Allah angetuambia na Mtume sallallahu alaihi wasallam angetuambia kwa kweli Lailatul Qadri ina ubora, lakini kuna siku nyingine ilikuwa ni bora kuliko hii, angetuambia Allah subhanahu wa ta'ala. Yani hivi kumepita usiku ambao ni mbora kuliko Lailatul Qadri, alafu tusiambiwe mpaka waje tuseme ni sawa, wanawavioni fulani eti wakafikiria wakasema hivi hii ni bora kuliko hii. Kwa nini mbora? Asikiliza akili. Sema kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa, na hiyo Lailatul Qadri yenyewe isingekuwepo kama Mtume sallallahu hakuzaliwa. Kwa hivyo ndio sasa mimi nikisema kwa mfano babake Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mbora kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam, itakuwa sawa. Lakini kama si babake angezaliwa, angekuwepo, kifanya nini? Sasa kwa fikra kama hizi finyo utakuja na mambo wewe ajabu. Sababu wewe ukisema hivyo pia mwingine na mwingine atasema. Sasa hii dini isiwekwe katika fikra za watu fulani. Mwawachanganya awamul muslimin. Na ndio ikatokea mpaka yatokea khusufu. Mwezi umepatwa, Waislamu wakimbilia katika kuswali, watu wapiga dufu, waimba. Kisha wale awamu walipoanza kuuliza kwa mbona sisi twaimba huku, twapiga ngoma, twakatika huku, wenzetu waswali kule, wakaambiwa hiki mnachokifanya ni bora kuliko kile. Nyinyi mnachokifanya nyinyi ni bora kuliko kile. Na wakatoka watu wakazungumza, du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum qadhafuhu fiha. Walinganizi hawa katika milango ya moto wa jahannam wamesimama na vilemba vikubwa,
na mashali, walingania watu kwenda moto wa jahannam. Ukiwaitikia wallahi kama ahlul bid'ah si waliokusudia mtume sallallahu hakuna mtu mwingine, du'atun ala abwab jahannam. Kama si hawa ahlul bid'ah du'atun ala abwab jahannam aliyokusudia mtume sallallahu basi hakuna mwingine. Amewaita du'at ni walinganizi, lakini ala abwab jahannam, wamesimama katika milango ya jahannam. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuelekeza sisi kuwa mwezi ukipatwa au jua likipatwa kimbilieni katika swala, akatufundisha namna ya kufanya kwa kitendo chake alayhi salatu wassalam. Leo watokee watu waseme kupiga ngoma na kucheza chakacha na mabega ni bora kuliko wale waliosimama mbele ya Allah wasali na kumuomba maghfira na kumuomba asiwaadhibu waja wake kwa madhambi mengi waliokuwa nayo awasamehe. Huyu akawa bora. Twenda wapi? Hii ni sheria kutoka wapi? Allah ateremshe sura nzima, suratul Qadr, aeleza utukufu wa huu usiku, kisha watokee watu waje kusema kuwa hii bora kuliko hii, hii bora kuliko hii. Jamani, mwenda wapi? Kwa faida gani hayo mwazungumza mpaka mpeleke watu kudharau kuwa kumbe kuna hii ni bora kuliko hii, ili mradi tu yale mambo ya bid'a yaendelee? Kwa hiyo Waislamu tuwachungeni sana watu hawa. Sijui mwaka huu atakuja na ipi, Allahu a'lam, lakini mnatupa kazi kuwabainisha Waislamu mambo ambayo yako wazi kabisa. Yani sikufikiria kwa iko siku itabidi tuwaeleze watu kuwa Lailatul Qadri ni bora kuliko usiku wote mwingine, baada ya kuwa Allah shaeleza hivyo katika kitabu chake. Lakini pia tuwakinaisha Waislamu kuangalia huu ndio usiku bora bwana. Huo usiku wako unaosema ni bora kwa dalili gani? Sisi tufikiria kama ni hivi ni hivi, kama ni hivi. Hii si hesabu na physics, ni maneno ya Allah na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio yanahukumu. Zimekuja hadithi ngapi katika kueleza fadhila ya Lailatul Qadri, na ngapi zimekuja kueleza fadhila ya Lailatul Maulid? Yani ili jambo liwe bora kisha Qur'ani ighafilike kulitaja na Mtume sallam aghafilike kabisa, asitaje hata mara moja. Yani wewe huone kama uko offside wewe, hata mara moja Mtume sallam asitaje, wala hata hilo jambo lisishughulikiwe, wata lisipewe uzani wowote. Kisha kaja bwana mkubwa mlinganizi katika milango ya moto wa jahannam, ndio yuaje kuambia Waislamu bwana mtume wenu wa kuwatajia, lakini mimi nawatajia hii siri na wapa, alikuwa mwafichia huyo, mimi ndio najua zaidi kuliko yeye, kwa hiyo mimi nawafikishia. Uskoti haya. Hii ni sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu azungumzi kwa matamanio ya nafsi yake. Wallahu musta'an. قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي إنا أنزلنا القرآن جملة إلى السماء الدنيا كما ابتدأنا إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر من شهر رمضان. حقيقة تميترمش قرآن جملة وفموجة إلى السماء الدنيا mpaka kwenye mbingu ya dunia. Kama ibtada'na inzalahu ala nabii sallallahu alaihi wasallam, kama vile pia tumeanza kuiteremsha Qur'ani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam fi lailatul qadri, katika usiku wenye cheo, min shahri Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhani. Na ndio maana tukaamrishwa sisi kufunga katika mwezi wa Ramadhani. Kwa nini? Ili kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya kuteremka Qur'ani katika mwezi huu. Na ndio utaona alaka
baina ya Allah subhanahu wa ta'ala kuzungumza katika suratul Baqara akasema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayinatin min alhuda walfurqan kisha hapo akasema nini faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Kuna mafungamano gani ya kuzungumza kuhusu uteremsho wa Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani na kuamrishwa kufunga katika mwezi huu? Ni kuwa maadamu mwajua kuwa mimi mmewateremshia hii Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani, kuna uwajibu wa kuishukuru hii neema ambayo hakuna mfano wake kwa kuufunga mwezi wa Ramadhani. Kwa malengo ya kufunga mwezi wa Ramadhani kwa umma wa Kiislamu ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya kuiteremsha Qur'ani katika mwezi huu, ukawa ndio mwezi bora kabisa. Na hili chukua, na mara nyingi nishataja faida hii, chochote kile kinachofungamana na Qur'an kitakuwa ni bora kabisa, hakuna mfano wake. Tukianza na uteremsho wa Qur'an. Qur'an imeteremshwa katika usiku huu wa Lailatul Qadri, ukawa ndio usiku bora kabisa, hakuna mfano wake. Lailatul Qadri khairun min alf shahr, ukawa ndio usiku bora kabisa, sababu ndio usiku ulioteremshwa Qur'an. Jibril alayhi salatu wassalam, kwa kuwa yeye ndiye malaika aliyekuwa akiteremka na wahi na hii Qur'ani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye ndiye bora katika malaika, malaika mtukufu katika wote. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyeteremshiwa hii Qur'an ndiye mtume bora kabisa kuliko mitume wote alayhi salatu wassalam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akimzungumzia hamilul Qur'an asema khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, aliyejifunza Qur'an na kuifunza ndiye mbora katika mujtamaa. Bali katika ibada tukufu kabisa baada ya tauhid, ibada ya sala, anayewaongoza waislamu ni aqra'uhum likitabillah, ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah. Akafanywa yeye ndio imam kwa sababu ya kusuhubiana na Qur'an. Na hili akalizungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam na kusema inna Allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin, Allah huwanyanyua watu kwa hiki kitabu Qur'an, akawanyanyua na wengine waliokiwacha na kukipuuza akawaangusha. Na si hapa duniani tu, bali hata kwenye kaburi. Mtume sallallahu alaihi wasallam walipouawa masahaba katika vita vya Uhud, ikawa zaidi ya mtu mmoja azikwa katika kaburi moja. Fakana yasalu ayyuhum aktharu akhdhan lilquran, ni nani katika hawa naotaka kuwazika amehifadhi zaidi Qur'an? Fayuqaddamu fil lahdi, akawa atangulizwa katika mwanandani kwa fadhila ya Qur'an. Haitoshi hiyo, na kesho siku ya kiyama watu wanaosoma Qur'an, sahibu al-Qur'an, hawawi sawa na yoyote katika daraja zao za peponi. Yuqalu li sahibi al-Qur'an iqra wartaqi, soma upande daraja, warattil kama kunta turattilu fi dunya, na usome Qur'an kama ulivyokuwa ukisoma duniani. Fa inna manzilatak 'inda akhir ayatin taqra'uha, cheo chako wewe ni katika aya ya mwisho utakaoisoma. Kwa hakuna chochote kinachofungamana na Qur'ani isipokuwa kitakuwa ni bora kabisa. Na ndio maana ukawa usiku wa Lailatul Qadri, kwa sababu wafungamana na Qur'an, ukawa ndio usiku bora, hakuna mfano wake. Anayetaka ubora ashikamane na Qur'an, asuhubiani na Qur'an. Na jana tumeeleza ni nani sahibul Qur'an. Mtu mpaka aitwe sahibul Qur'an. Leo nasoma, kesho sisome, kesho kutwa sijui nini. Sahibi yako uko naye kila siku, na huyu anayesuhubiana na Qur'an, sahibul Qur'an, kila siku aisoma, ndio kitu kinachomshughulisha katika maisha yake.
siku anapokufa hii Qur'ani ndio itakuwa pamoja na yeye katika kaburi lake sahibi yake. Siku atakapofufuliwa siku ya kiyama, Qur'an iko pamoja na yeye, yamtetea. Mtume sallallahu alayhi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi, shafi'an li ashabihi. Isomeni Qur'an, kwani hakika hii Qur'ani itakuja siku ya kiyama kumuombea shafa'a li ashabihi. Uwe sahibi yake Qur'an, wallahi Qur'an haiwezi kukuacha, itakuwa pamoja na wewe mpaka ndani ya pepo hii Qur'an. Chochote kinachoshikamana na Qur'an biashara yake haianguki. Innal ladhina yatluna kitaba Allah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ukishikamana na Qur'an na kuisoma na kuifuata, wafanya biashara ambayo haiwezi kupata hasara. Sikiza niwaambieni kwa wazazi, mtoto wako ukimsomesha Qur'an, hata akiwa mzito kuhifadhi, pengine hakuhifadhi, amejaribu lakini hakuhifadhi, hutojuta, kwa sababu utapata malipo yako kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na yule kijana kwa bidii yake aliyofanya atapata malipo yake kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini haya masomo ya kidunia, waweza kumsomesha mtoto wako primary, kamaliza kaenda secondary, kamaliza yuenda tu, yofeli lakini yuenda tu mpaka akamaliza. Akimaliza, baba ninakuja na matokeo yangu haya hapa. Ukifungua hivi ukuta pamewekwa every day eat eggs, anakula mayai kila siku, kapata zote. Wamsikia baba sema, salala, pesa zangu zote nilizozitoa miaka yote singefungua biashara nikakufungulia mwanangu duka angalau ukafaidika, zinkwenda bure tu hivi. Lakini hatujamuona mtu ambaye amempeleka mwanawe kwenda kusoma dini yake na Qur'ani, kisha ikapita miaka kweli bado yatatata'u akisoma Qur'ani agotagota, yani wasoma lakini agotagota. Hatujaona mzazi akisema najuta bwana. Hajuti. Kwa nini? Sababu ajua kile alichompelekea nacho ajiri yake haikosi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni jambo la kidunia umelifanya kwa ajili ya dunia, hilo utajuta tu, utajuta tu. Allah ikhwani, na hii Qur'an yasikitisha leo. Alhamdulillah, misikiti ya ahli sunna salafiyin imefungua milango yake kwa ajili ya kuwasomesha watu Qur'an. Hatuna udhuru, nenda kajifunze, usione haya. Masahaba walisoma wakiwa watu wazima na wakakaa chini wakasoma mpaka wakawa aimma katika huu umma, wakaibeba dini ya Allah kwa amana na kuifikisha kwa huu umma. Usione haya kwa mimi nasoma, anza qaida alif ba ta, wawache wenye kusema waseme. Yule anayekucheka yule, pengine mwenyewe akiambiwa some Qur'an ni wale ndio watajia jana, ageuka kibogoyo, alafu yomcheka mwenzake. Lakini wewe soma, itapita miezi miwili mitatu, ushajua kuanza kusoma polepole mpaka waelewa. Alhamdulillah. Lakini hiki kitabu bwana, wataka saada fi dunya wal akhirah, shikamana nacho. قوله وما أدراك ما ليلة القدر. وهل تدري أيها النبي ما في هذه الليلة من الخير والبركة. نجي وجوا ewe mtume wangu kile kilichomo ndani ya usiku huu katika khairi na baraka. Na hapa kuna fadhila kubwa
ya usiku wa Lailatul Qadri juu ya usiku wote mwingine. Lailatul Qadri khairun min alf shahr, ay hadhihi al-layla laylatun 'azimatun aw 'azimatul khair. Hadhihi al-layla laylatun 'azimatul khair, huu ni usiku ambao khairi yake ni kubwa mno, ni nyingi mno. فهي خير من ألف شهر لمن قامها إيمانا واحتسابا, ni bora kuliko ibada ya miezi 1000 ambao ndani yake hamuna Lailatul Qadri. Kwa yule mwenye kusimama na kufanya ibada kwa ikhlas na kutarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na usiku huu waanza kuanzia magharibi, linapotua jua ndio usiku waanza mpaka alfajiri, kuanzia maghrib mpaka alfajiri. Kwa ibada unazozifanya katika usiku huu ni bora kuliko miezi 1000 ufanye ibada ambapo ndani hamuna Lailatul Qadri. Tanazzalu almalaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr, ay tanazzalu almalaikatu wa yanzilu Jibril alayhi salam fiha biidhni rabbihim subhanahu bikulli amrin qadahu Allah fi tilka as-sana rizqan kana أو موتا أو ولادة أو غير ذلك مما يقدره الله. usiku huo Allah sema washuka malaika, na pia Jibril alayhi salatu wassalam shuka kwa idhni ya Mola wao, bikulli amrin qadahu Allah, malaika washuka na kila amri aliyoikadiria Allah subhanahu wa ta'ala fi tilka sana, katika mwaka ule. Na hii ni at-taqdiru as-sanawi, yale makadirio ya kila mwaka. Ama makadirio ya umri mzima tayari yashaandikwa sasa, kila mwaka hutolewa mwaka huu kutatokea hili. Kwa wale malaika ushuka na yale aliyokadiria Allah subhanahu wa ta'ala mwaka ule, iwe ni riziki, iwe ni mauti, iwe ni kuzaliwa, atakayezaliwa na mengineyo katika yale anayokadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Salamun hiya hatta matla' al-fajr, ay hadhihi al-laylatu al-mubarakah khairun kulluha min ibtida'iha hatta nihayatiha bi tulu'i al-fajr. Usiku huu ni khairi wote mwanzo mpaka mwisho, kuanzia unapoanza kwa kutua kwa jua mpaka utakapoishia kwa kupambauka kwa alfajiri. Kwa hivyo Lailatul Qadri si mwisho wa usiku peke yake. Lailatul Qadri ni kuanzia magharibi ingie, bimaana jua linapotua usiku umeingia, mpaka alfajiri. Wote ni usiku wa Lailatul Qadri. Pale ndani yake mja akifanya ibada yuko katika khairi kubwa sana. Kwa uchache, kwa mfano mtu akaswali salatu al-isha kwa jamaa, akaswali sunna yake, akaswali witri, pengine arauka kwenda kazini akalala, pia amefanya khairi. Akaamka akaswali al-fajr na jamaa, sababu unaposwali salatu al-isha kwa jamaa andikiwa nisfu layla, salatu al-isha nisfu layla, salatu al-fajr nisfu layla, ni kama amesimama usiku mzima, kapata ajiri. Aqal shay mfanya ibada katika zile ashul awakhir ni shahr Ramadhan, fanya bidii kufanya ibada ili unyakue ajiri hii kubwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni katika njia ya mtu kuongeza umri wake wa ziada. Na maanisha nini? Mtu akisimama kufanya ibada Lailatul Qadri, maana yake ni kama ameongeza katika umri wake miezi 1000 ambayo hatoishi, andikiwa ajri kama aliyefanya ibada miaka 80. Na kwa akisimama miaka 10, Allah akamkadiria kusimama mwezi wa Ramadhani ashul awakhir, akaipata Lailatul Qadri, akamtakabalia miaka 10, yani Ramadhani 10, huyu ni kama ameongeza katika umri wake zaidi ya karne 8 ambazo hatoishi. Na hizi hisabu atakikana Muislamu ajipigie katika ibada ili akusanye ajiri, afanye bidii katika kufanya ibada, hasa ukisikia ibada kama hizi ambazo walipo maradufu, ufanye bidii Muislamu katika kuzipata. Kuna watu mpaka mwezi wa Ramadhani bwana wana machezo bwana,
wacheza makarata usiku mzima mpaka alfajiri. Kikaribia alfajiri uenda kula. Hasa kuna raha gani katika hili? Ala alfajiri kisha iwalala, pengine salatu alfajiri impite mpaka magharibi, amka aje msikitini pale. Saumu kali kweli. Wewe ulikuwa ulala mchana mzima bwana, wala swala ukuzi swali, sasa saumu gani wafunga? Kwa hivyo atakana muislamu afanye bidii ili akusanye ajiri hii kubwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an. Tutasoma neno la Imam Sa'di rahimahullah ta'ala.